Preparation so far nasema so far so good. Tumemaliza saizi asubuhi tumekwenda tumepasha kidogo, kulikuwa maybe na vijana ambapo kwa jaribu kuangalia kupata ripoti ya daktari, kuweza pia kupata wanajisikiaje wenyewe. Nasema kuwa tushamaliza kila kitu, ni kungoja tu masaa nafikiri ya kesho kuweza kuona kuwa tunajua tunacheza na timu nzuri, tunacheza na mabingwa. Mimi nawaita mabingwa hawa Simba na Yanga, so najua mchezo utakuwa mzuri. Tumemaliza preparation yetu na tuko ready, tunajua tunacheza na nani, tumekuja vitani. Wenzetu tumewakaribisha Simba, najua tunacheza na timu gani. Wana mwalimu mzuri na wamekuwa na mwendelezo mzuri, wachezaji wana wazuri ambao ni class. Mimi najua nacheza na timu gani, na nikijaribu kuangalia, mimi mostly huangalia mifumo ya mwalimu niweze kuona kwa ubora, siangalii mchezaji. So wachezaji wale kwa majina mimi sitaki kujua, mimi hujaribu kuangalia nione mifumo ya mwalimu. Manake katika mifumo ya mwalimu utapata right, utapata kuona kuwa wanacheza hivi, wanafanya hivi, unaona. So wakati tumepoteza, manake kwa football kuna vitu viwili tu, tukiona mpira tulikuwa tumepoteza mpira. So kikubwa ni kujaribu maybe ku maintain ile rekodi yetu ya nyumbani, na napongezwa vijana, na wapongeza sana katika juhudi ile umefanya, na sio kazi rahisi. So tunajua mchezo utakuwa mgumu, naona pia leo hata mmekuja wengi. Najua mchezo mgumu, wachezaji wangu kila most of the time huambia mechi kubwa chezeni kama wakubwa pia nyinyi. So hiyo ndio nafikiri pongezi kwao, na najua wako ready na kuweza kutafuta hizo. Tunakwenda kuwinda sote, Simba na winda, sisi tutawinda. So ni kujaribu kuona fanye mistake tumpunish, tufanye mistake watupunish. So tunajaribu kuangalia vijana wangu mostly wanawaambia wapunguze makosa wakipunguza definitely mchezo utakuwa mzuri, na tuweze kuwa tusicheze na yule fia yote, tucheze na ile tucheze kama wakubwa pia. Na kitu naweza sema kuwa Pamba pia ni timu kubwa na ina historia yake. So mtu akija pia lazima aje Mwanza, akija anakuja na ile heshima, anajua kuna mtu Mwanza. Kulikuwa na wachezaji nafikiri takriban 4 ambapo kuna jaribu kuangalia fitness yao iko vipi. Manake mchezaji kama Nation alikuwa nafikiri juzi alikuwa anaumwa, alikuwa na problem na tumbo. Mtu kama Hemedi alipata pia knock. Mtu kama Antwi mpaka leo naweza sema tamkosa huyo kabisa. Mtu kama goalkeeper Kamara tamkosa pia. Nafikiri hao kufikia leo asubuhi sikuweza kupata ripoti yote, maybe ni mmoja ambao wamekuja mazoezi, lakini bado najaribu kuassess kuona kuwa wako maybe 100% for the match tomorrow, but the rest of the players wote wako sawa na wako ready. Uweva na squad kubwa ambapo nimesajili vizuri. So ukijaribu kuangalia wale ambapo wapo 4 wakikosekana, hao wengine watafanya kazi vizuri na wataweza kuwakilisha wale ambao wapo, na tuweze kuwa tunapata matokeo mazuri katika mchezo wa kesho. Ikiwa kama mwakilishi wa wachezaji umekuja kuwakilisha na kuambia sisi tuko vizuri wana Mwanza, njooni uwanjani kesho mtaona burudani. Yaani sisi kauli mbiu kwetu sisi ndio inatupa morali kutokana na game ambayo ipo mbele yetu. Kwa sababu kauli mbiu haijaanza leo. Kila mechi sio ina kauli mbiu yake. Na mistakes zinatokea. Yaani kila game ina plan yake, kila game ina nini ambacho tunaenda kukitafuta. Sisi kesho tuko vizuri, hatuna pressure yote ya kuogopa Simba. Tunaheshimu Simba kwa nafasi yao, kwa wachezaji wao, kwa benchi la ufundi, lakini sisi hatuna pressure yoyote. Sisi tunaingia kupambana na imani tutachukua point 3. Mchezo kesho utakuwa ni mzuri kwa upande wetu. Utakuwa ni mzuri kwa sababu sisi tunaingia pale kupigania mbinu za kocha. Yaani kama mechi zilizopita mbinu alizotupa zimetupa faida, naamini kesho pia zitatupa faida zile. Kwa hiyo tuko vizuri. Mbinu za mwalimu kesho ndio zitamuonanya ataibuka na point 3. Ila sisi kwa upande wetu tunaamini sisi tutapata point 3. Kwa sababu tunaamini kupitia mbinu za mwalimu alizotuelekeza.